Na nukuu, Mheshimiwa mwenezi wa chama alitoa utaratibu kwa wanachama wote wa chama cha wakulima nchi nzima ambao wana sifa ya kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti iliyokuwa wazi. Akatoa utaratibu kwamba tarehe 16 zoezi zima la uchukuaji wa fomu utaanza kwa nafasi hiyo. Na akaeleza ya kwamba nafasi hiyo itachukuliwa kwa gharama ya bure, lakini pia itarudishwa kwa gharama ya shilingi 50,000. Itajazwa hiyo fomu na hiyo fomu itakabidhiwa katika ofisi ya katibu mkuu. Lakini hivyo hivyo akaeleza pia kwamba nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akaeleza fomu kuchukua ni bure, lakini fomu hiyo baada ya kuchukua na kuijaza utarejesha kwa gharama ya ada ya shilingi milioni 1 kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa upande wa Zanzibar fomu hizo zitatolewa bure, lakini pia watakaochukua fomu kwa maana ya wanachama ambao wako tayari kushiriki uchaguzi huo katika maeneo hayo watalipa ada ya shilingi 500,000. Mwenezi anakwenda mbali zaidi, anasema kwamba zoezi litafunguliwa tarehe 16 lakini litafungwa tarehe 22. Alikuwa na maana ya siku 7. Lakini kwenye taarifa yake inaeleza kwamba baada ya zoezi hilo la uchukuaji wa fomu kwa nafasi ya makamu mwenyekiti, uchukuaji wa fomu kwa maana nafasi ya mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwa nafasi ya mgombea wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kule Zanzibar. Baada ya kurudisha fomu tarehe 22, tarehe 26 kutakuwa na usaili wa hao watu ambao wameomba hiyo nafasi. Hiyo ni taarifa ya mwenezi kwamba tarehe 26 utakuwa na usaili wa viongozi ama wanachama walioomba kutaka kugombea nafasi mbalimbali ndani ya chama. Lakini anaendelea, anasema tarehe 27 inaonyesha kwamba chama, kamati kuu ya chama taifa itaketi kwa ajili ya kujadili na kuyapitisha majina ya wagombea wa nafasi hizo zote ambazo zimetajwa, lakini pia na kupangilia ajenda ambazo zitakwenda kujadiliwa kwenye halmashauri kuu ya chama taifa, na baada ya halmashauri kuu ya chama taifa basi ajenda hizo ziende kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kutolewa maamuzi. Kwa hiyo tarehe 27 kalenda yetu ya matukio inaonyesha kwamba tutakaa kikao cha kamati kuu ya chama taifa. Lakini tarehe 28 kikao cha halmashauri kuu ya chama taifa kwa ajili ya kujadili yale mambo ambayo kamati kuu yamepeleka kwenye halmashauri kuu na halmashauri kuu kuweka sawa, na baada ya hapo sasa hatua ya mwisho itakwenda kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kutolea maamuzi ya hayo majambo ambayo tumeyajadili katika hivyo vikao. Sasa baada ya tarehe 28, tarehe 29 ratiba inaonyesha kwamba tutakuwa na mkutano mkuu maalum ambao tumeshaufanya. Leo Mheshimiwa mwenyekiti anasema kwa sauti kubwa kwamba mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au kufuata utaratibu wa kikatiba na wala hakujadiliwa kwenye chama kwa namna moja ama nyingine, lakini pia anasema kwamba jina lake limekwenda kutoka kwenye mkoba na kupitishwa kwenye mkutano mkuu. Sasa niweke sawa hili kwa sababu watu wengi wamemfuatilia na watu wengi wameona itakuwa si vizuri jambo hili tukiliacha wazi bila kusema na kuona namna gani ambavyo jambo hili linaweza kuwa sawa. Waheshimiwa viongozi mbalimbali ambao mpo hapa, waheshimiwa wananchi ambao mnatusikiliza moja kwa moja, chama kilifuata taratibu zote
Ofisi ilikuwa wazi kwa tarehe 16 kwa ajili ya zoezi la uchukuaji wa fomu. Watu mbalimbali walichukua fomu, walijaza fomu kwa usahihi, wakarudisha fomu, wakalipa ada ambazo zimeelekezwa kwa mujibu wa taratibu ambazo mwenezi ameeleza. Lakini pia tarehe 26 tulikaa secretariat ya chama makao makuu, tukafanya usaili wa wagombea ambao wameomba hizo nafasi, na tukapeleka majina kwenye kikao cha kamati kuu. Kamati kuu ya chama ilikaa, tukajadili, tukapitisha ya kupitisha, na baadaye tukaendelea kwenye kikao cha halmashauri kuu. Halmashauri kuu nayo wakafanya wanaweza kufanya, na mwisho wa siku tukaenda kwenye mkutano mkuu. Sasa kama yeye anasema kwamba hapakuwa na vikao vya kujadili, hapakuwa na vikao vya kuzungumza mchakato mzima, mwenyekiti angesema tu kwa busara kwamba yeye hakushiriki vikao hivi, ingekuwa jambo zuri sana, kwa sababu kila kikao kina akidi ya vikao. Sio kwamba wajumbe mkutano mkuu wako 28 ni lazima wajumbe wote wawepo 28. Kiwa 16, kiwa 20, akidi ikiwa inatosha, basi kikao kinakuwa kimebarikiwa na kikao kinaendelea. Kwa hiyo busara ambayo itakiwa ifanye mwenyekiti ni kusema tu kwamba mimi sikushiriki kwenye kikao cha kamati kuu, labda kwa sababu moja ama mbili. Lakini kwa lugha aliyotumia kwamba akufanyika utaratibu, atukukaa kujadili, mimi nadhani mwenyekiti hapa amezungumza kitu ambacho naweza kusema kwamba sisi tunaweza kuwa na mashaka kama mwenyekiti wa chama taifa, ambaye yeye ndio mwenye sauti ya mwisho, na anasema kwamba yeye atukujadili chochote, na sisi ndio tumwamini yeye na kuwa mwenyekiti wetu. Si hatuioni hiyo sifa yeye kuwa mwenyekiti kwenye engo hii. Sasa mwenyekiti wa namna gani kama mambo yanakwenda, tunakwenda kujadili jambo kubwa, tunafanya maamuzi, alafu wewe unakiri kwenye vyombo vya habari hujui chochote, na sisi wewe ndio jemedali wetu umekaa kule mbele? Manake hiyo sifa ya wewe kusimamia chama na kutoa maamuzi kwenye chama, hiyo sifa una. Na kama umepoteza hiyo sifa, unaendeleaje kubaki kuwa mwenyekiti wa chama taifa? Kama hiyo sifa ya wewe uwezi kutoa maamuzi na unakiri kwamba jina la mgombea urais limetoka kwenye mkoba wa nani? Sisi tulitegemea huo mkoba ni mkoba wako wewe mwenyekiti. Sasa unaposema jina limetoka kwenye mkoba, ni mkoba wa nani sasa? Kwa sisi tunaona kwamba kama hiyo sifa ya wewe kutoa ya kujadili na kutoa maamuzi unakosa, tunaiona hata sifa ya wewe kuwa mwenyekiti pia hatuoni sifa ya wewe kuendelea kuwa mwenyekiti. Hilo moja. Lakini jambo la pili, kwenye taarifa yake anasema chama hiki kimejaa machawa. Yaani anasema kwa sauti kubwa kwamba chama hiki kimejawa na machawa. Machawa ambao wanafanya kazi ya kuilinda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafanya kazi za Chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha kwamba tunavuruga mfumo wa chama, tunaharibu taratibu za chama kwa lengo la kuwabeba watu wengine. Naomba niweke sawa katika jambo hili, na nitumie fursa hii kuambia watu, kama mwenyekiti wa chama taifa anakiri chama hiki kina machawa ambao wanaona ndo wanaofanya taratibu za umu zisiende sawa sawa, basi na mimi kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana nakiri kwamba chama hiki kweli kina machawa. Lakini chawa namba 1 wa chama hiki ni mwenyekiti wetu wa chama taifa. Ndo chawa namba 1. Si amekiri mwenyekiti kwamba chama hiki kina machawa, basi yeye ndo chawa namba 1. Na baada ya sisi kugundua kwamba yeye ndo chawa namba 1, na ndio maana wananchi au wajumbe wakashindwa kumchagua, kwa sababu hatuwezi kumchagua chawa wa mambo ya watu wengine kwenda kuwakilisha chama chetu kwenye mambo mbalimbali. Kwenye kula 97 amepata kula 19. Kama sababu walikuwa hajui ni nini, ni kwa sababu ya yeye kuwa chawa namba 1 kwenye chama hiki. Kwa sababu sasa hivi tumekubaliana hatutaki kuwa na watu wanaoitwa machawa kwenye chama chetu. Kwa hiyo kama mwenyekiti amejizungumzia tu mwenyewe
Ikumbuke kwamba mwaka 2010 Mheshimiwa Mwenyekiti alikuwa mgombea wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa upande wa rais. Alisema hadharani, aliwaambia wananchi hadharani kwamba kama Said Sudi hatoshi, kama Said Sudi mnamuona hamwezi kumchagua, basi wamchague Sheni. Alizungumza hadharani. Leo anasema machawa, kwa nini yeye tusimwambie yeye ndo chawa? Hadharani alisema kwamba kama Said Sudi hatoshi, wananchi wanamuona Said Sudi hatoshi, basi anawaelekeza Wazanzibari wamchague Sheni ambaye ni mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi. Tulivumilia kwa sababu tulikuwa tunamheshimu Mheshimiwa Mwenyekiti. Tumelinda heshima yake kwa muda mrefu, takriban mwaka wa 16 tunalinda heshima yake. Lakini leo tunaona sasa heshima ambayo sisi tumelinda kwa muda mrefu kama anataka iondoe. Tulipotoka ni mbali sana ndugu zangu. Mpaka tumefika sasa chama tulipotoka ni mbali mno. Alikuwa ananiambia hapa mtu wangu nyuma ya kamera, anasema ukiondoa CCM ambao wana media zao zenye vifaa vyao, hakuna chama kingine chochote cha upinzani chenye media yao ambayo ina vifaa vyao zaidi ya chama cha wakulima. Hii ni hatua kubwa. So kwa bahati mbaya chama toka tuanzishwe, baada ya sheria ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, tulikuwa tunapata hati chafu. Kila mwaka taarifa zetu sisi ni mbaya kwenye fedha. Mwaka huu tunashukuru Mungu tumeandaa vizuri taarifa zetu, tumeenda kupata hati safi. Yote sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu usiku na mchana tunajaribu kuondoa mapungufu ya chama chetu. Kukifanya chama chetu, kukitoa chini, kukipeleka mbali zaidi. Na tumefanikiwa kwa kiasi fulani ambacho sisi tunaamini tumefanikiwa. Hatuwezi kukubali sisi ambao tumepigana, tumeteseka na hiki chama, tumehangaika na hiki chama. Kuna muda ilitulazimu tulale polini kwenye mazingira magumu, tule kwenye mazingira magumu, tusafiri kwenye mazingira magumu, tugombane na watu ambao wanaamini nchi wao ndio wana mamlaka kuwa viongozi. Tunagombana nao kwenye majukwaa kwa maneno mbalimbali kwa ajili ya kupandisha chama chetu hadhi, alafu anatokea mtu eti anataka kutufanya chama hiki kionekane ni chama tu cha hovyo, kina watu wa hovyo. Hatuwezi kukubali. Mimi kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana mwenye zamana ya ulinzi na usalama wa chama hiki, kuanzia kwenye kusemwa vibaya, kuanzia kwenye mambo ambayo yatakuwa ya hovyo ya kutuzuru, siwezi kukubali kuona mtu yoyote, awe mwenyekiti wa chama, awe katibu wa chama, awe mjumbe, awe mwananchi wa kawaida, anagusa kutaka kuchezea chama chetu. Hatuko tayari. Mimi binafsi siko tayari. Siko tayari na sitoendelea kubaki kuwa tayari katika hili. Kwa hiyo tukienda kwenye hoja ya msingi, mheshimiwa anasema kwamba sisi ni machawa, tunatumika, tunaweka mchakato wa kuharibu mazingira. Lakini wai leo miaka 16 utawala wake wa mwenyekiti, na mpaka leo bado mwenyekiti, tunaendelea kumwamini kwamba yeye ni mwenyekiti. Kwa nini leo imekuwa maneno ya namna hiyo? Kwa hiyo tukiangalia maneno haya tunaona kwamba mwenyekiti ana nia nzuri na hiki chama, na sisi hatuko tayari kuona mtu yoyote anakuwa na nia mbaya katika hiki chama. Ndugu zangu, viongozi wenzangu ambao mko hapa na wananchi ambao mnatufuatilia, leo kule Zanzibar watu wamekosa amani kwenye chama hiki. Huyu anatishwa atafukuzwa chama, huyu anatishwa atasimamishwa chama, huyu anaambiwa hivi, huyu anaambiwa vile. Hiki chama sio cha mtu mmoja aisee, lazima tukubali. Hii ni taasisi ya umma. Hiki ni chama cha siasa. Chama cha siasa ni taasisi ya umma. Chama hiki ni chama cha kila Mtanzania. Kama sisi kwa upande wa Uislamu tunaambiwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba umma wangu wote utaenda peponi ila tu kwa yule ambaye asiyotaka. Na ndio kama taasisi ya umma. Taasisi ya umma ni ya kila mtu, ila kwa yule asiyotaka huwezi kumlazimisha.
huyu ataenda CCM, huyu ataenda CUF, huyu ataenda Chadema, huyu atabaki AFP, huyu atakuwa na chama. Lakini taasisi ya chama cha siasa ni taasisi ya umma. Huwezi kuwa na ujasiri wa kusema wewe ufai chama changu hivi na hivi. Hiki chama kina mwenyewe, sio mwenyekiti wa chama, sio katibu mkuu, sio viongozi wa majukwaa, sio mtu yoyote. Hiki ni chama cha wananchi wote, hiki ni chama cha watu wote ambao wako tayari kukitumikia chama hiki. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuambia wananchi wote, viongozi wote, kwamba usitishike na kauli ya kiongozi yoyote anayekutisha kwa namna moja ama nyingine eti kutaka kukufukuza chama au kukusimamisha chama. Hiki sio chama cha namna hiyo. Katiba yetu inatuongoza, inatuelekeza, sheria na kanuni zetu zinatuongoza, zinatuelekeza ya kwamba hakuna mtu yoyote, sio mwenyekiti, sio makamu mwenyekiti, sio katibu mkuu, sio mtu yoyote mwenye nafasi ya kuweza kumfanya mtu asiwepo katika chama hiki. Hakuna na hayupo mtu huyo. Bali katiba na kanuni ndio zitakatuongoza sisi kama viongozi, kama wanachama kwenda sawa sawa. Sasa niseme tu kwamba mwenyekiti ametumika na Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu. Sasa hivi inaonekana Chama cha Mapinduzi hawana mpango naye, na inasemekana sasa hivi jambo liko wazi, anatumika na watu wengine. Sasa yeye kama alisema sisi tunatumika, sisi tunazo taarifa zake yeye sasa hivi anatumika na kina nani. Nafikiri huko wenzangu mbele watakuja watazungumza, mimi nisiende mbali sana katika hii, lakini niseme kwamba sisi hatuko tayari kuona mtu yoyote ndani ya chama chetu anatumika kwa maslahi ya watu wengine. Na kwa kuligundua hili tukaona kwamba hawezi kutufaa kuwa mgombea wa urais kule Zanzibar, kwa sababu alishafanya kampeni za wazi za kuipigia Chama cha Mapinduzi kula ama chapuo kwa wananchi. Lakini nikiendelea katika hoja hii, ndio yeye huyu ambaye 2015 alikuwa miongoni mwa kiongozi ama mgombea kule Zanzibar ambaye alitumika kumshughulikia sana Mheshimiwa Seif Maalim Seif. Yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye ndo anaongea sana katika hili, kamsema sana vibaya marehemu Seif Sharif Hamad, na baadaye ujira wake kwa CCM wakaona wamteue kuwa mwakilishi kule Zanzibar, na baadaye wakampa waziri ofisi ya rais asiyekuwa na wizara maalum. Sijui kama iko cheo kipo, lakini yeye alipewa kwa sababu ya yale maneno ambayo alimshughulikia Seif Maalim Seif ambaye ndo mpinzani namba 1 kule Zanzibar. Afu leo nasikia TCCT wanasema ndo anataka wasaidie. Atawasaidia nini mtu wa namna hii? Kama ACT Wazalendo wanaamini kiigizo chao chema kule Zanzibar ni Seif Sharif Hamad, ambaye mwenyekiti huyu ambaye ndo alitumika kumsema vibaya kipindi cha uhai wake, leo atawasaidia nini? Ni zaidi tu kwamba mnaenda kuyakumbatia matatizo ambayo hamtaweza kuyatatua. Lakini pia huyu mwenyekiti ndio mtu ambaye alishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuhalalisha upigaji wa kula mara 2 kule visiwani Zanzibar. Leo anakuja na wadanganya watu eti kwamba naomba radhi. Unaomba radhi kwa mazingira gani wakati ushawagharimu watu? Leo Zanzibar wanapiga kula mara 2, kitu ambacho kinaonekana ni sababu ya kufanya upande fulani kuwa na favorite kubwa. Lakini yeye alikuwepo bungeni, na alikuwepo bungeni sio kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, alikuwepo bungeni kwa tiketi ya chama cha AFP. Lakini alishindwa kusema kwamba haiwezekani, alishindwa kupiga kula ya hapana, kwa sababu hata angepiga kula ya hapana bado wangeshinda tu, kwa sababu CCM walikuwa wengi. Lakini aliidhinisha. Leo anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kula ya siku ya kupiga mara 2. Mtu ana namna kama hii tukaona kwamba hawezi kutusaidia kwenye uchaguzi unaokuja. Huu ni uchawa mkubwa kama alosema, na yeye ndo baba yetu kwenye uchawa ndani ya chama hiki. Nimalizie tu kwa kusema, akasema kwamba chama kinapokea pesa kwa serikali
kwa ajili ya uchaguzi. Tena anaenda mbali zaidi, anasema kawaida yao huwa wanatoa siku moja kabla ya uchaguzi. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu, ni lini, siku gani, mwaka gani, uchaguzi gani tuliwahi kupewa pesa na serikali, vyama vyote, siku moja kabla ya uchaguzi? Sababu mimi ninavyofahamu kwamba hata sheria ya ruzuku, serikali inatoa ruzuku na mlango wa kupokelea ruzuku ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa hili jambo hata msajili wa vyama vya siasa atolee ufafanuzi. Sisi wengine wadogo hatufahamu, kumbe serikali inatoa pesa kwenye vyama hivi ambavyo havina ruzuku, na sisi tunaaminishwa kwamba tujitolee, tupambane, kumbe serikali inatoa ruzuku. Watutolee ufafanuzi, kwa sababu hii ni moja ya maneno ambayo yanaweza katugombanisha kwa watu huko. Sisi tunaamini na tunawaambia watu kwamba chama ni kujitolea, tupambane, tuingie kwenye sheria ya kupata ruzuku, kwa maana ya kupata wabunge, kupata 5% za kula za wabunge, tupate madiwani, tutapata ruzuku, tutaendesha chama vizuri. Lakini leo mwenyekiti anatuambia kumbe chama kinapata pesa siku moja kabla ya uchaguzi. Sasa mheshimiwa msajili, pia ili utusaidie, kwa sababu naona mimi nimepigiwa simu nyingi sana na wadau mbalimbali kutoka mikoani wakilaumu kwamba kumbe vyama vinapata pesa na chama tusemi tunakula sisi peke yetu hapa makao makuu. Kwa hiyo nini msingi wa maneno yangu haya? Msingi wa maneno yangu haya kwamba mwenyekiti anatoa tuhuma ambazo yeye anajishutumu mwenyewe. Na kama anajishutumu mwenyewe, maana yake kwamba yeye anajiona afai kuendelea kuwa mwenyekiti kwenye chama hiki. Kama maamuzi yanafanyika alafu yeye hajui, maana yake hana sifa kuendelea kubaki kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo wito wangu ni nini sasa kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana, baada ya kukaa na wenzangu kwenye jukwaa langu? Wito wangu ni kama ufuatao. Moja, tunaandaa barua ya malalamiko ya kutokuwa na imani na mwenyekiti wa chama hiki taifa, ambayo barua hiyo tutawasilisha kwenye ofisi ya katibu mkuu, kuiomba ofisi ya katibu mkuu iitishe kikao cha kamati kuu. Mheshimiwa mwenyekiti aitwe kwenye kikao cha kamati kuu, ajadiliwe kwenye kikao cha kamati kuu, na ikitupendeza atuachie chama chetu. Kama anavyosema kwamba anaiomba serikali iweze kuweka mgombea binafsi, basi na sisi tunampigia chapuo kwamba tunaishinikiza serikali iweke utaratibu wa mgombea binafsi, ikiwezekana kabla ya uchaguzi, na yeye aende kagombea binafsi kule Zanzibar. Sababu inaonekana shida zote hizi ni yeye kukosa nafasi ya kugombea urais wa kule Zanzibar. Kama chama Zanzibar ni yeye tu, lazima agombee yeye. Yaani chama ni yeye tu, yani kama yeye agombei basi mgogoro kwenye chama. Haiwezekani. Hiki chama sio, hatujatengeneza chama kwa ajili ya yeye agombee. Ushagombea mara 3, ameachieve nini? Amefanya nini kwenye chama cha ziada? Mjumbe anamuuliza pale kwenye mkutano kwamba mwenyekiti, sisi tumekumisi, tunahitaji kuona ushirikiano wako kwenye mikoa mbalimbali au Tanzania bara, twende tukafanye kampeni. Tunakosa kwa sababu kila mwaka wewe ni mgombea kule Zanzibar, kwa hiyo unakuwa na kipande chako tu cha Zanzibar. Huku bara tunakosa sisi uwakilishi wa kutembea na wewe. Tumekumisi mwenyekiti, unatuelezeaje jambo hili? Anasema kwa kujimwamba fai kabisa kwamba mwaka huu mimi nitatembea bara na wewe utakuwa bodyguard wangu. Ni maneno ya zihaki, ni majibu ya dharau. Sasa sisi tumechoka kudharauliwa. Tumechoka kudharauliwa. Hatutaweza kukubali tena kudharauliwa. Kama tulishadharauliwa, tumedharauliwa sana, tukalinda heshima yake. Kwa sasa tuko tayari atuachie mwenyekiti wetu. Kwa hiyo wito wetu ni nini? Kwamba tunaandaa barua maalum, tutapeleka kwenye ofisi ya katibu mkuu, kuiomba ofisi ya katibu mkuu itishwe kikao cha kamati kuu kwa ajili ya kwenda kumjadili mwenyekiti, na ikitupendeza wajumbe wa kamati kuu, basi mheshimiwa mwenyekiti atuachie chama chetu, aendelee tu kuwa mjumbe wa kawaida, kwa sababu tunaona atoshi kuendelea
kuwa mwenyekiti wa chama hiki, kwa sababu chama kimekuwa kimemwacha nyuma, chama kiko mbele zaidi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwaombe ndugu zangu viongozi, niwaombe wanachama mbalimbali na wananchi kuendelea kupuuza maneno ambayo anaendelea kuyasema mwenyekiti, na badala yake kuendelea kufanya kazi kama ilivyo ada, kuendelea kutuamini, kuendelea kuimarisha na kujenga chama, haswa wakati huu ambao tunaenda kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu, mwishoni mwa mwaka huu. Lakini pia nitumie fursa hii kuwataka wanachama wote wa chama cha wakulima nchi nzima na wananchi ambao wanaamini kwenye misingi ya mabadiliko, kama ilivyo kauli mbiu yetu, mabadiliko ni lazima. Wakati ni huu, njoeni kwenye ofisi zetu. Wewe unataka udiwani, utaratibu upo wazi. Wewe unataka ubunge, utaratibu uko wazi, bila kujali itikadi, rangi yako, jinsia yako. Tutaangalia unatosha, unaweza kuuzika, basi wewe utakuwa mwakilishi katika hayo maeneo.